Na mtazamaji, ni wakati wa huzuni hivi sasa. Sitafahamu iko katika kaunti hiyo ya Nakuru, hasa katika shule ya Utumishi Girls Academy, shule ambayo inaendelea kukua na ni shule ambayo ina wanafunzi takriban 800 ambao wanasomea katika shule hiyo, na hivi sasa shughuli nzima ya kuwakutanisha wale wanafunzi na wazazi wao inaendelea, na tumeweza kushuhudia matukio ambayo ni ya huzuni, wakati ambapo wazazi wanajaribu kutafuta namna ya kufahamu waliko watoto wao. Na ni taarifa, mtazamaji, tunazidi kuifuatilia kwa kina ili tukujuze kadri muda unavyozidi kusonga hapa ndani ya TV47. Pia na siku ya leo tunaangazia masuala ya elimu, na sitakuwa peke yangu katika kuangazia swala hili la mikasa shuleni. Nitakuwa na wataalamu wa masuala ya elimu ambao washafika, na niwatambulishe haraka upesi ili tuweze kusikiliza hisia zao. Kwanza kabisa, mwalimu Tom Nyambeka, karibu sana katika studio zetu. Na ni sadfa, nakumbuka tukijadili ule mkasa wa Endarasha kule Nyeri, ulikuwepo tukitathmini na vile vile kufanya kudadavua shughuli nzima hii. Karibu sana katika studio zetu. Nashukuru sana ndugu Josh. Na mwanzo niweze kutuma rambirambi na mbirambi zangu kwa wazazi, wale wanafunzi, washikadau wa elimu katika shule ya Utumishi ambayo wanafunzi wameweza kuhangamia, wanafunzi 16, na vile vile wengine kuweza kupata majeraha. Lakini kwa hayo yote ningependa tu kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila tukio maishani katika safari hii hutukia kulingana na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anavyopanga. Naam, asante sana. Asante. Tutazungumzia mengi zaidi. Pia ninaye mwalimu Salim Suleiman, ni mwalimu na pia ni mwenyekiti wa KUPPET kaunti ya Murang'a. Karibu sana mwalimu. Asante sana Konsare. Ndio. Kwa kutupatia nafasi ya adimu tena kwa mara nyingine tupate kudadavua jinsi ambavyo umesema. Ndio. Na pia tuangazie masuala katika sekta ya elimu. Na vile vile asubuhi ya leo kwa niaba yangu binafsi, vile vile kwa niaba ya chama cha walimu cha KUPPET, na vile vile kwa niaba ya walimu wote katika taifa hili, tunajumuika pamoja na ndugu na familia na marafiki ya wale wote ambao tumepata kuwapoteza kuamkia siku ya leo kule Utumishi Girls, na vile vile kuombea Mwenyezi Mungu awapatie moyo wa kustahimili maumivu. Tumeona video na picha vile ambavyo wazazi, ndugu na marafiki wamehuzunika. Kwa hivyo letu ni kuomba ya kwamba utafiti utafanywa ili tujue kile ambacho kilisababisha moto huu. Naam, asante sana mwalimu Suleiman. Mtazamaji, tunazidi kufuatilia hilo kwa kina ili tukufahamishe, na tutakuwa tunakupa picha za moja kwa moja kutoka shuleni Utumishi Girls Academy kule mjini Gilgil, kaunti ya Nakuru. Na mtazamaji, tunazidi kukupa taarifa zaidi kwa sababu ni mkasa ambao ulitokea saa 7 usiku wa kuamkia leo, wakati ambapo wanafunzi walikuwa wamelala kule katika mabweni yao, na katika orofa ya pili ndiko kulikuwa na shughuli nzima ya moto huo, wakati ambapo watoto 16 wameripotiwa kuiaga dunia. Taarifa zaidi tutakuwa tunakupeperushia mtazamaji ili uzidi kufahamu mengi zaidi. Mwalimu Tom Nyambeka, wakati ambapo tunazungumzia mikasa kama hii, lawama itakuwa kwa sana. Kuna wakulaumiwa hapa. Ninatumai kwamba mikasa ya moto, hasa tunapoangalia kwenye muktadha wa shule, si mara ya kwanza. Mikasa ilianza mnamo mwaka wa 2001, ndio pale Kiunguli wanafunzi zaidi ya 60 waliweza kuangamia. Na tumekuwa na utaratibu na miongozo ambayo shule zetu zinapaswa kuzingatia ili kuweza kudhibiti hali kama hizi ambazo kwa kweli ni tete na ni hatari sana kwa watoto wetu wachanga wanapoangamia. Kwa hivyo kwa sasa nitasema kwamba sisi kama taifa, kawaida ilivyo, changamoto na tunapokumbwa na janga, mara nyingi utapata ndipo watu wanaanza kurushiana mawe. Ndio. Tunachukua muda mrefu sana, sababu mwaka wa 2004 tuliposhuhudia janga kama hili katika shule ya Hillside kule Endarasha Nyeri, tuliweza kuzungumza sana kwenye vyombo vya habari, na ningependa kushukuru sana vyombo vya habari, hasa TV47 kwa kuweza kuangazia masuala haya na kujaribu kuweka mikakati na kuhusisha wataalamu siku zote kuweza kutaja. Kwa hivyo nitasema kwamba
huu si wakati wa kunyosheana vidole, lakini nitasema kwamba Waswahili wanasema kwamba lazima tutie tahadhari kabla ya hatari. Bila shaka. Mikasa hii imekuwa ikitendeka na tunastahili kuangalia sasa ni utaratibu upi ama ni hatua zipi ambazo sisi kama taifa tunapiga, hasa tukiongozwa na Wizara ya Elimu. Sije ikawa kwamba wakati ambapo mkasa kama huu unapozuka ndipo sasa viongozi wanafurika kule, tukasahau kwamba tulikuwa tunastahili kujifunga kibwebe kudhibiti hali kama hizi mapema. Kwa hivyo nitasema kwamba mimi katika misingi yangu nadhani kwamba licha ya kwamba Mungu ndiye anasababisha mambo kama haya, nitasema kwamba Wizara ya Elimu inapaswa kuweka mikakati maalum na thabiti ili kuweza kukabili mikasa ya moto katika shule zetu. Na isiwe mikasa ya moto peke yake. Isisahuliwe juzi tulipokuwa tukishuhudia mvua ya bojo ama niseme mvua kidindia ikinyesha, bado tuliona shule zetu zikiathirika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba miundo misingi na miundo mbinu katika shule zetu zinatiliwa shaka. Ndiposa mvua inaponyesha maji yatafurika kule madarasani. Ndiposa matatizo machache yanapotendeka kuhusiana na niseme umeme katika shule zetu, utapata kwamba moto umezuka na wanafunzi wetu wamehangamia. Kwa hivyo nitasema kwamba nikihusisha na ile gharama ya masomo ambayo inatolewa na serikali kupitia Wizara ya Elimu, nadhani kwamba huenda viwango vya idadi ya fedha ambazo zinatolewa katika shule zetu hazitoshi, ndiposa shule haziwezi kugawa pesa hizi zikatosha hata kuangalia changamoto ambazo zinaweza kudhibitiwa mapema zikashughulikiwa. Kwa hivyo kwa sasa nitasema kwamba kwa hakika sisi kama taifa na hasa katika Wizara ya Elimu tunastahili kujiuliza maswali mengi sana. Tunapoendelea kupoteza watoto ambao tunapania kuja kuwa viongozi wa kesho, basi kama taifa pia tunarudi nyuma. Na tujiulize, mbona moto huu hujatokea katika masoko ambayo wakati mwingine ukipita kwenye masoko kuna changamoto nyingi zaidi kwenye masoko kuliko hata shuleni. Lazima tuanze kujiuliza, mbona kila wakati tukiamuka mikasa ya moto inatangazwa katika taasisi za kielimu. Kwa hivyo jamii na sana sana tukiongozwa na Wizara ya Elimu tunastahili tupige hatua, na labda tujiulize hizi sheria ambazo wanasema kwamba kuna vifaa ambavyo vinastahili kuwa shuleni. Kuna sheria za kufungua milango kwenda nje, mbona hazizingatiwi? Na kuna baadhi ya sheria ambazo tumekuwa tukizizungumzia kwa miaka mingi. Hizi sheria zimeweza kufanyiwa uboreshaji ama kuamilia sheria ambazo ziliundwa miaka ya 80 ndizo ambazo sasa hivi bado tunaegemea. Kwa hivyo nadhani tutachangia zaidi, lakini mwanzo ni huruma na ninajua kwamba Mwenyezi Mungu atachukua hatamu. Nashukuru. Shukrani sana mwalimu. Suleiman, ni kushirikishe kwa Naam. Mwalimu amezungumzia swala la gharama. Naam. Na gharama wakati mwingi inatumika katika kuhakikisha kuna uboreshaji shuleni. Naam. Kuna uboreshaji wa namna masomo yanatolewa. Naam. Kuna uboreshaji wa namna walimu wanatekeleza majukumu yao, kwa sababu nafahamu fika japo tushapiga hatua kiteknolojia, mwalimu atahitaji chaki pia hata shuleni afanye kazi yake. Labda hii gharama ndo kikwazo kwa mtazamo wako, au tunafaa kufanya zaidi ili tuhakikishe basi miundo msingi shuleni inakuwa bora? Asante sana kaka Onsare kwa hilo swali, kwa sababu wakati mwingine tena tunajiuliza, je, gharama ndio tatizo kuu? Lakini vile ambavyo ndugu yangu wameanza kwa kuelezea historia kidogo, jinsi ambavyo tumekuwa na mikasa katika taifa letu, ni vyema pia tukumbuke kama taifa ya kwamba historia haitudanganyi. Mwaka 2020 kuna ripoti maalum ambayo iliwasilishwa na mkaguzi mkuu Auditor General. Na hiyo ripoti ilikuwa inaangazia mikasa ya moto katika shule zetu. Na katika ripoti ile, nikiongea kwa muktasari kidogo, ilikuwa na maono manne makuu. Mwanzo, kuangazia miundo misingi na miundo mbinu katika shule zetu. Pili, kuangazia matayarisho ya walimu wakati mambo kama haya yanazuka katika shule zetu. Alafu kuna ile idara ya ukaguzi na pia ushauri nasaha, guidance and counseling, kama pia inafanya kazi katika shule zetu. Na pia mwisho kabisa, ripoti hiyo ilikuwa inaangazia jinsi ambavyo
taasisi zimejipanga katika kuangazia masuala kama haya. Kwa haraka sana ukiangalia yale ambayo walifichua, kwa sababu walifanya uchunguzi huo kwa kuangazia shule kama 40 hivi, ni kwamba baadhi ya masuala ambayo Wizara ya Elimu imeweka kwenye ratiba yazingatiwe na shule, 90% ya masuala hayo hayako yamezingatiwa. Mwanzo ni vile vifaa ambavyo vinastahili kutumika wakati ambapo kuna mikasa kama hii. Nadhani vifaa ambavyo tunavielewa sana ni vizima moto ama fire extinguishers. Kwenye ripoti hiyo walikuwa nasema kwamba shule nyingi ziko na vizima moto chache, na kati ya hivyo chache vingi havifanyi. Ndio. Ushaona pale. Pili, wakagundua pia kwamba kuna zile kamati ambazo zinapaswa kuwa kwenye shule za kuangazia jinsi ambavyo wanapaswa kukabiliana na majanga kama haya. Kwa hivyo shule nyingi hazina zile kamati za kuangazia masuala kama haya. Alafu tatu, tena pakubwa zaidi, miundo misingi na miundo mbinu. Ndugu yangu ametaja hapa jinsi ambavyo bweni zinapaswa kujengwa. Kama ni milango inafunguliwa kuelekea nje, na kama ni kufungwa basi milango ile haipaswi kufungwa kutoka nje, inapaswa kufungwa kutoka ndani. Kama ni dirisha basi pia zinafunguliwa kuelekea nje na hakuna vizingiti vyovyote. Pia kwenye ripoti hiyo, na labda wale ambao ni millennials wanatizama wanakumbuka tulipokuwa kwenye shule za upili, tulikuwa tunalala kwenye triple decker. Kwa hivyo vile vitanda vikiwa katika ngazi 3. Pia kwenye ripoti hiyo iliangaziwa kwamba sio vyema, na ndio maana basi wakatoa maelekezo jinsi ambavyo masuala hayo yanapaswa kufanywa. Lakini pakubwa zaidi pia ni kwamba waligundua pia kuna msongamano mkubwa sana katika bweni zetu wakati huo. Na basi unapata kwamba bweni ambayo inapaswa kuwa na wanafunzi kama 40, unapata bweni hiyo iko na wanafunzi 80. So it is times 2 the actual. Alafu mwisho kabisa, ndugu yangu, kwenye ripoti, kwa sababu ni vyema pia tujiulize, kwa sababu wakati masuala kama haya yanatendeka leo, kuna wale wanajiuliza, je, mambo haya yametendeka sasa hivi? Ni vyema tujue kwamba mambo kama haya, vile ndugu yangu amesema, yametendeka hapo awali. Na ripoti zimefanywa, uchunguzi umefanywa. Na kwenye hiyo ripoti ni vyema niambie taifa asubuhi ya leo kwamba kuna mambo mawili makuu ambayo yalitokea kwenye ripoti hiyo. Tulikuwa tukitizama pale kwenye televisheni na wanahabari walipomuuliza waziri, hebu tueleze chanzo cha moto huo. Kila mara watu naambiwa uchunguzi unaendelea. Lakini kwenye ripoti hiyo kulikuwa na mambo mawili makuu. Jambo la kwanza ni kwamba kuna baadhi ya wanafunzi, kwa sababu ya utovu wa nidhamu, ambao pia unapata wanaanzisha moto kwenye bweni zetu. Alafu pili ni tunaita electoral malfunction, ile kukuwa na umeme ambao uko na tashwishi kidogo pale. Kwa hivyo kulikuwa na haya masuala mawili ambayo yalitokea kwenye ile ripoti. Na basi wakati walikuwa wanaelekeza masuala ambao sasa yanapaswa kufanywa, nimemwona waziri wa elimu pale amesema kwamba kila shule iko na yale maelekezo, ile manual ambayo inapaswa kutuongoza. Kwa dakika moja Onsari, acha niseme namna hii ya kwamba hiyo manual ambayo waziri amezungumzia ni kwamba sisi kama walimu, mimi nikiwa mwalimu kule Kaharo Girls, ni vyema sasa tuanze kutagusana nayo, isiwe tu ni kijitabu tu ambacho kiko pale ofisini. Kimeangazia masuala ya vile bweni inapaswa kujengwa, na pia idadi kamili ya wanafunzi ambao wanapaswa kuwa pale kwa bweni. Kuna ile ambayo inaitwa ni fire alarm, ambapo kama kuna shida pale wanabonyeza mara moja, alafu kunakuwa na masuala kama hayo. Pakubwa zaidi ni evacuation protocol, kwa sababu hili ni swala pia ambalo tunapaswa kuangazia. Je, sisi kama walimu tuna ile elimu na nasaha ya kutosha kwamba naam, kumekuwa na mkasa wa moto? Kwa sababu yule ambaye anamkaribia mwanafunzi kwenye bweni ni mwalimu. Kwa hivyo kama hatuna ule weledi na uwezo wa kujua kwamba mkasa umetokea, kama walimu tunapaswa kufanya bacha, basi inakuwa ni tatizo tena pakubwa zaidi. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba tumeona kwamba serikali kupitia Wizara ya Elimu inatoa mapendekezo, na haya mapendekezo yanahitaji hela, yanahitaji fedha. Kwa hivyo unaposema kwamba bweni moja iwe na vizima moto 10, wapi hela za kununua hivyo vizima moto? Wakati tunasema kwamba kila shule inapaswa kuwa na walimu 2 ambao wamepata weledi na wameelimishwa kuhusu masuala ya guidance and counseling. Lakini je, kuna mgao wa hela kutoka kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba kila shule iko na walimu 2 ambao wameenda na wamedhaminiwa na serikali kufunza masuala ya guidance and counseling? Kwa hivyo kujibu swali lako ndugu yangu ni kwamba yote 9, mwisho ni kwamba pia serikali iko na mkono mkubwa sana
katika masuala kama haya. Mgao uongezwe. Mgao uongezwe. Naam, shukran sana wadau kwa kuzungumzia swala hilo. Tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Mtazamaji, tukimbie madukani ili tujue ni kipi kinaendelea, tulipe bills hapa na pale. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama